Watu wengi wanaamini kuwa umaskini ni laana na wengine wanasema ni matokeo ya uvivu, lakini ni wachache sana wanaojua kuwa umaskini mara nyingi ni hali tu ya kawaida na hupita. Leo nakusimulia simulizi ya kijana mmoja wa mtaani, kijana aliyekuwa anaamka na njaa na kulala na ndoto za matumaini kuwa ipo siku, kijana ambaye maisha hayakumpa nafasi mapema, lakini siku moja alikutanishwa na binti mmoja aliyembadilishia historia nzima ya maisha yake. Naam, hii ni simulizi ya mapenzi ambayo ilionekana kama ni ya miujiza kati ya binti kutoka familia ya kitajiri ambaye alimuona kijana masikini kwa jicho ambalo dunia nzima halikuwa nalo. Lakini kuna swali moja nataka nikuulize kabla hatujaanza simulizi yetu. Je, ni kweli mapenzi yanaweza kubadilisha maisha ya mtu? Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii ya kweli kabisa ya kijana huyu wa mtaani, kwani naamini itakupa fundisho na kukufanya uyatazame maisha tofauti na jinsi unavyotazama sasa, na pengine kukupa matumaini kama unahisi kukata tamaa. Jina langu ni Kasim na hii ndiyo simulizi yangu. Nilikuwa nimezoea kuamka na njaa kama ratiba yangu ya kila siku. Sio ile njaa ya nitakula baadaye, hapana. Ni ile njaa inayokufanya ujiulize kama kweli Mungu anakumbuka kuhusu uwepo wako duniani au ashakusahau. Jina langu ni Kasim, kijana nilizaliwa na kukulia ndani ya mitaa ya Buguruni. Nimekulia katika nyumba ya vyumba viwili, bati likilia kama ngoma kila mvua ikinyesha. Baba yangu aliniacha mapema sana. Mama akaniachia urithi wa uvumilivu na sentensi moja aliyopenda kurudia: mwanaume halalamiki, anapambana. Nilipambana sana, lakini maisha hayakuwa yananipa majibu ya mapambano yangu. Lakini siku moja nikiwa natoka Kariakoo, nimebeba gunia dogo la viatu vya mitumba nilivyokuwa nauza kwa rejareja. Nakumbuka siku hiyo jua lilikuwa kali sana, jasho likinitiririka mgongoni, tumbo likilia sauti ya chini kama redio iliyopoteza masafa. Ndipo nilipomuona binti huyu. Alikuwa amesimama pembeni ya barabara akizungumza na simu. Amevaa gauni jeupe lililomkaa kama limechorwa juu ya mwili wake. Nywele zake ndefu zilikuwa zimefungwa kwa mtindo wa kawaida tu. Huyu malaika alionekana tu ni binti wa maisha fulani hivi akishua. Hata ngozi yake ilisanifu hilo. Ngozi yake ilikuwa na nuru iliyoonyesha kuwa haijui shida kwenye maisha yake. Kila nilipomwangalia nilijisemea moyoni, ama kwa hakika wakubwa wanafaidi sana. Nikiwa bado namshangaa malaika yule, gari jeusi lilisimama ghafla pembeni yake. Dereva alishuka akazungumza naye kwa heshima, halafu akafungua mlango wa nyuma. Kabla hajaingia, macho yetu yalikutana kwa sekunde chache. Sekunde hizo zilinifanya nisahau njaa. Alinitazama sio kama mtu aliyemtazama muuza viatu wa mtaani, ila alinitazama kwa jicho la mtu mwenye ubinadamu. Ama hakika nilifarijika sana moyoni mwangu, kwani nimezoea kutazamwa macho ya dharau, macho yaliyonifanya nijione kama takataka. Nilijiona binadamu kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Aliniangalia kisha akatabasamu. Sikutabasamu kwa wakati, nilichelewa, lakini tabasamu lake liliniacha kitu moyoni mwangu. Lilianza kama joto lililopanda polepole ndani ya moyo wangu. Baada ya takribani wiki 2 kupita tangu tukio lile la kukutana na yule malaika, nilikuwa nimekaa kwenye kibanda kidogo cha kahawa pale Posta, nikitumia hela yangu ya mwisho kununua chai. Nilikaa pembeni nikitazama watu waliovaa suti wakipita. Kila mmoja anaonekana anaenda mahali muhimu tofauti na mimi ambaye sikuwa napakwenda. Nilikuwa katika mawazo nikiwashangaa wapita njia wale. Ghafla nilishtuliwa na sauti laini ya kumtoa nyoka pangoni. Samahani, hivi si wewe uliyekuwa unauza viatu pale Kariakoo? Niligeuka na kumwangalia mtu huyo aliyekuwa akinisemesha. Ama hakika alikuwa ni yeye. Safari hii alikuwa karibu zaidi, na kwa mara ya kwanza pua zangu zilisikia harufu yake. Ilikuwa harufu nzuri ya perfume safi na laini. Haikuwa kali sana, ni kama harufu ya mtu aliyejitunza bila kutaka kujionyesha. Moyo wangu ulipiga haraka kuliko kawaida. Ndiyo, ni mimi, nikajibu kwa sauti iliyojaribu kuwa imara. Alikaa bila kuomba ruhusa. Alivuka dunia yake akaingia dunia yangu bila hofu.
naitwa Ariana, akasema akitabasamu tena. Jina lake lilikaa kama muziki mwepesi masikioni mwangu. Tulianza kupiga stori taratibu. Mazungumzo yalianza kuhusu biashara yangu ya viatu, kisha maisha na kubadilishana ndoto za maisha. Nilishangaa jinsi alivyokuwa anasikiliza kwa makini. Hakuingilia wakati naongea. Hakuwa anaangalia saa mara kwa mara kuonesha ana haraka. Kiufupi, hakunionyesha dharau hata kidogo. Hata nilipomwambia ukweli kuwa kuna muda huwa nalala na njaa, hakuonesha kushtuka wala kunionyesha huruma. Aliniangalia kwa macho yaliyoonyesha ama yaliyokuwa yakisema, sawa, naelewa hali hii. Tulipoagana aliniomba namba yangu. Nilicheka kwa aibu. Nilidhani anataka kunifariji tu na kutaka nijisikie poa, lakini usiku ule ule simu yangu ikaita. Simu yangu ilionyesha namba tupu bila jina, kumaanisha namba hiyo iliyopiga haikuwa imeseviwa kwenye simu yangu, kwani ilikuwa namba ngeni. Nilipokea kwa wasiwasi kidogo, lakini sauti laini kutoka upande wa pili wa simu yangu ilinifanya nikalainika na kutabasamu. Alikuwa ni yeye, binti Ariana. Tuliongea kwa muda mrefu sana usiku ule, kana kwamba ni watu ambao tulikuwa tunafahamiana kwa muda mrefu. La hasha, ilikuwa ni mara yetu ya kwanza kabisa kufahamiana. Ama kwa hakika huu ulikuwa mwanzo wa mengi. Baada ya hapa tulianza kuonana mara kwa mara. Haikuwa maeneo ya starehe, hapana, ila kwenye sehemu zenye utulivu, cafeteria ndogo ndogo za kawaida kabisa, maeneo yenye bustani mbalimbali hapa mjini, au ndani ya gari lake likiwa limeegeshwa, tukizungumza masaa bila kuchoka. Kadri siku zilivyozidi kwenda tukiwa pamoja, nilihisi kuna kitu kinakuwa kati yetu. Niligundua hata tukitazamana kunakuwa na tension ya macho kukutana kwa muda mrefu kuliko inavyopaswa, kisha inafuatiwa na ukimya unaobeba maneno mengi. Muda mwingine tulijikuta ghafla tumeshikana mikono kwa muda mrefu, wala haikuwa kwa bahati mbaya. Siku moja mvua kubwa ilinyesha ghafla tukiwa pamoja. Tulikuwa tumekaa ndani ya gari lake, mvua kubwa ikipiga kwa nje. Alinigeukia polepole na kuanza kuniambia, hivi unajua ni kitu gani kinachonivutia zaidi kwako? Aliniuliza nami nikatikisa kichwa kuashiria kuwa sijui. Uko real sana yani. Angekuwa mtu mwingine angeanza kuniigizia maisha ili kunivutia. Aliposema hivyo akasogea taratibu na kunishika mkono wangu. Moyo ulikuwa ukinidunda kwa kasi sana. Moyoni nikijisemea, kama hii ni ndoto basi naomba nisiamshwe. Niliganda pale kama sanamu nisijue nini cha kufanya. Nilihisi joto likinipanda taratibu licha ya mvua iliyokuwa ikinyesha kwa nje. Si joto la mwili tu, joto lilipanda hadi ndani ya nafsi yangu. Alisogea karibu zaidi kiasi kwamba ningeweza kuhisi pumzi zake. Ndani ya ukimya ule, kichwani mwangu ulikuwa unazunguka wimbo mmoja tu, si mwingine bali wimbo wa Profesa Jay, Zalila Mental, lilotokea wakati mimi na njaa, nikapendwa na demo mkali na kuacha watu wote wakinishangaa katika mitaa. Tulikutanisha midomo yetu na kuanza kukisi kwa mara ya kwanza. Ni kisi ambalo siwezi kulisahau maisha yangu yote. Naikumbuka jinsi midomo yake laini iliyoongezwa urembo maradufu na lipstick ambayo ilionekana ilikuwa ya gharama sana. Ama kwa hakika the moment is unforgettable. Naweza kusema kuanzia hapa ndipo penzi letu lilianza rasmi. Ni kweli Ariana aliamua kunikubali na kunipenda kwa jinsi nilivyo, bila kujali tofauti zetu hasa za kiuchumi. Lakini binafsi yangu jambo hili lilikuwa linanikata sana. Mara nyingi hata tukiongozana naye sehemu nilikuwa najisikia aibu sana. Kiukweli sikuwa na hadhi hata ya kuwa karibu yake. Mara zote alikuwa nadhifu na kapendeza sana, lakini mimi nilikuwa nimechoka kuanzia kimavazi hadi kimfuko. Jambo gumu zaidi ni pale kama tumetoka out kwenda sehemu, yeye ndiye ambaye angelipa bills zote, na mimi kama mwanaume kazi yangu ilikuwa ni kuagiza, kula na kunywa. Kuna nyakati nilianza kumkwepa tusikutane, maana nilikuwa naumia sana kuwa karibu naye. Kuna siku nilijikuta nikijiangalia sura yangu kwenye kioo kimoja cha chooni ndani ya restaurant fulani hivi pale Masaki, nikijiuliza swali ambalo sikuwahi kujiuliza kabla. Hivi Kasimu, wewe una nafasi gani hapa?
Nilikuwa nimevaa shati langu bora kabisa, lile nililolinunua Kariakoo miezi 6 nyuma kwa hela ya mkopo. Nililifua sana mpaka rangi ikaanza kufifia, lakini bado lilikuwa ndilo silaha yangu ya kujiamini, ndiyo ilikuwa kodi yangu ya mtoko. Ariana alikuwa amekaa nje akiningojea. Alipoingia ndani na kuniona, alitabasamu na kuniuliza, "Hivi uko sawa?" Nilijibu kwa kujikaza nisionekane kinyonge, "Niko poa." Hakuongeza neno, lakini alijua kuwa niliyoyasema hayakuwa ya kweli. Ariana alikuwa na kipaji kimoja cha ajabu sana. Naweza sema alikuwa na uwezo wa kusoma mawazo ya mtu zaidi ya maneno. Siku hiyo aliniambia kitu kilichonifanya nipate hofu kidogo. "Nataka nikualike kwenye dina na rafiki zangu." Nilimeza mate. Kisha nikamuuliza, "Rafiki zako wa aina gani?" Akatabasamu kidogo kama mtu anayejua anachokifanya. "Ni watu wa kawaida tu, ila wana maisha tofauti na yako." Nilielewa alichomaanisha. Alimaanisha watu wa pesa, watu wenye majina, watu ambao hawajui bei ya dagaa wala kuwahi kugombania siti ya daladala. Kichwani yalinijia mawazo mawili tofauti yaliyokinzana na kuniacha njia panda. Wazo la kwanza ni kusema hapana, kwani nilihisi huko nitakwenda kudhalilika. Lakini wazo la pili nilitaka kujificha nyuma ya kiburi cha umaskini jeuri, kile cha kusema liwalo na liwe bwana. Lakini ukweli ni huu, nilijali sana, kwa sababu mwanamke huyu hakuwa ananivutia kwa pesa zake. Alikuwa ananivutia kwa imani yake kwangu, imani ambayo hata mimi sikuwa nayo. Lakini nikaamua kukubali. Dina ilikuwa kwenye nyumba moja kubwa sana na ya kifahari maeneo ya Oysterbay. Nilipoingia nilihisi kama nimesogea sayari nyingine kabisa. Muziki ulikuwa wa chini, taa zilikuwa na mwanga fulani hivi laini usioumiza macho. Harufu ya vyakula ambavyo sikuvijua hata kwa majina, achilia mbali kuvitia kinywani mwangu, ilijaa hewani. Watu wale walinisalimia na kunipa mkono. Baada ya salamu ukaanza utambulisho. Wakaniuliza najishughulisha na nini. Niliamua kusema ukweli. Ninauza viatu vya mtumba. Hakuna aliyenicheka, lakini niliona mshangao. Ariana alikaa karibu nami. Alivaa gauni jeupe lililomfanya aonekane kama malaika. Kila aliponitazama nilipata nguvu kidogo ya kupumua. Lakini kadri muda ulivyozidi kupita, nilijikuta nimeanza kuzoea kidogo mazingira na kujihisi ni mwenyeji kidogo wa watu wale. Nikaanza kuongea, nikaanza kucheka. Kwa ufupi, nikaanza kuwa huru na kuwa mimi halisi. Yaani sikuwa najifanya ama kuigiza kuwa mtu mwingine. Baada ya dina ile nilijikuta nimesimama na Ariana kwenye balkoni ya jumba lile la kifahari. Tulitazama mandhari ya jiji tulivu la Dar es Salaam. Jiji likiwa chini yetu, taa zikimetameta kwa mbali. "Kasim, unaogopa nini?" alisema kwa sauti ya chini. Swali hilo lilinipiga kama radi. Nami nikajikaza, kisha nikamjibu, "Ninaogopa kukuangusha." Nikajibu bila kufikiria. Alinitazama kwa makini sana, kisha akasogea karibu. Hakunigusa bado, lakini uwepo wake ulikuwa unatosha kunifanya nihisi joto. "Huoni bado? Wewe tayari ni mshindi," aliongea kwa sauti ya chini. Usiku ule tulienda mpaka nyumbani kwake kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni maamuzi ya kimya kati ya watu wawili waliokuwa wamechoka kujizuia. Nyumba yake ilikuwa tulivu sana, yenye usafi wa hali ya juu, iliyopambwa kwa harufu nzuri ya manukato tulivu. Alinipa maji, kisha akanionyesha sehemu ya kukaa. Tulikaa kimya kwa dakika kadhaa, kila mmoja akijua kinachokaribia, lakini hakuna aliyekuwa tayari kukitamka. Ariana alisimama mbele yangu, kisha akasema kwa sauti iliyotulia kidogo, "Kasim, sitaki uingie hapa kwa sababu unahisi una deni kwangu." Nilisimama pia na kumsogelea, kisha nikamjibu, "Nipo hapa kwa sababu nataka." Nikamjibu. Alitabasamu, tabasamu la mtu aliyesubiri jibu hilo. Alinisogelea polepole, mkono wake ukigusa kifua changu juu ya shati. Hakuharakisha. Alisoma mwili wangu kama ukurasa muhimu. Nilihisi pumzi yangu ikibadilika. Moyo wangu nao ulikuwa ukidunda kwa kasi sana. Sikujua kama ilikuwa ni sababu ya uoga au kiu ya kutaka kumfakamia mrembo huyu.
Nilimshika kiuno na kumvuta karibu yangu zaidi. Midomo yetu ikakutana kwa mahaba mazito, kila mmoja akiwa na kiu na mwenzake. Mikono yangu ikaanza kutembea sehemu zake mbalimbali za mwili, kuanzia kiunoni kupanda juu hadi kilipo kifua chake kizuri. Alikuwa na kifua kizuri sana, matiti yaliyojaa lakini si makubwa sana. Niliyapapasa taratibu huku midomo yetu ikiendelea kubadilishana vimiminika. Nilimsikia Ariana akihema kwa kasi sana huku akitoa miguno ya kimahaba. Niliendelea kupapasa maungo yake huku nikimvua nguo taratibu. Kisha tukajitupa kwenye sofa lililokuwa pembeni yetu. Nilimfakamia kama mfungwa aliyetoka jela na kukutana na mwanamke baada ya miaka mingi kupita. Baada ya kumaliza tulikuwa tumechoka sana na kujikuta tumepitiwa na usingizi pale pale kwenye sofa. Kuanzia siku ile maisha yangu yalianza kuchukua mwelekeo mpya. Ariana alianza kuniuliza ndoto zangu kwa umakini zaidi. Alinisaidia kupanga mawazo. Alinionyesha fursa mbalimbali, sio kwa kunipa pesa mfukoni, bali kwa kunipa mawazo na mbinu mpya ambazo sikuwahi kuzifikiria. Alinipatia nafasi ya kukutana na mtu ambaye anafahamiana naye, aliyekuwa anaagiza mzigo wa viatu mkubwa kutoka China na kuja kuviuza nchini kwa jumla na rejareja. Akanishauri nisijichukulie kama ombaomba, bali kama mfanyabiashara. Ninaamini unaweza, alisema mara nyingi. Maneno hayo yalikuwa yanajenga kitu ndani yangu. Tulikonekti na mtu yule na kunipa mbinu ni kwa namna gani naweza kupata mzigo kwa uaminifu, tena kwa bei ya chini. Nilifanya kama alivyonielekeza na Ariana alikuwa karibu nami akinipa sapoti pale nilipokuwa nahisi kukwama. Mzigo ulioingia ulikuwa mkubwa sana, ambao ukiachilia mbali kunishangaza hata mimi, ulinitia hofu kama ningeweza kuumaliza, lakini mzigo ule uliisha ndani ya wiki moja. Faida niliyoipata ilinifanya niketi kimya kwa dakika 10 nikitazama hela mezani. Hazikuwa hela nyingi kwa watu wenye pesa, lakini kwangu ilikuwa kama ushahidi kwamba inawezekana. Nilimpigia Ariana. Oya, nimeua mama angu, nilimwambia kwa sauti iliyochanganyika mshangao na furaha. Alicheka kwa furaha ya kweli, kisha akasema, nilijua kuwa ungeweza. Maneno yake yalikuwa matamu kuliko pongezi yoyote niliyowahi kupata. Maisha yalianza kubadilika kwa kasi sana. Nilihama chumba cha kupanga Buguruni nikachukua apartment ndogo lakini ya kisasa zaidi. Nilianza kuvaa vizuri zaidi, sio kwa kujionyesha bali kwa heshima niliyokuwa najifunza kujipa. Marafiki zangu wa zamani walianza kuniangalia kwa macho tofauti. Wengine walifurahia, lakini wengine waliona kama ninawatenga. Nilipoanza kuchelewa kwenye vikao vyao, nilihisi ukaribu kati yangu na wao unapungua taratibu. Kwa upande wa Ariana, dunia yake ilianza kuniangalia kwa makini zaidi. Kulikuwa na rafiki yake mmoja kwa jina la Kelvin. Huyu alikuwa hawezi kabisa kuificha chuki yake kwangu. Alikuwa anaongea nami kwa heshima ya juu tu, lakini macho yake yaliniuliza maswali mazito. Sasa Kasimu anafanya nini hasa? Biashara yake iko stable kweli? Unajua huu mchezo una hatari zake, sio? Nilitabasamu nikajibu kwa utulivu, lakini ndani yangu yale maneno yalikuwa yananijengea presha kubwa sana. Yalinifanya nijione kama nilikuwa napanda ngazi ambayo haikuwa yangu tangu mwanzo, na kunifanya nijione kama muda wowote naweza kuteleza, lakini nilijifunza kumpuuza. Usiku mmoja nilimkuta Ariana akiwa amechoka sana. Alikuwa amekaa kwenye kochi, miguu imekunjwa, macho yake yakinitazama kwa kina sana, kisha akasema, umebadilika sana siku hizi. Nilihisi kifua kikinibana na kukosa pumzi kwa hofu. Pale pale nikauliza kwa wasiwasi, nimebadilika vizuri au vibaya? Alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akasema, naona umekuwa na nguvu zaidi, ila pia umeanza kujitenga nami. Maneno yake yalikuwa sahihi sana. Nilikuwa nimeanza kuogopa kumtegemea kihisia kama mwanzo. Nilikuwa nataka kuthibitisha kwamba nipo naye kwa mapenzi, sio kwa msaada wake. Lakini jambo moja kuhusu mapenzi ni kuwa huwa hayaendeshwi kwa kanuni kama hesabu. Ariana alinisogelea taratibu. Mkono wake uligusa shingo yangu taratibu, kama mtu anayekumbusha kitu tulichokaribia kusahau. Usijaribu kuwa mtu mwingine, akasema kwa sauti ya chini. Nilipokupenda nilikupenda kama ulivyokuwa. Maneno yake yalinigusa zaidi ya mguso wote ule. Siku chache baadaye nilipata fursa kubwa zaidi.
Mwekezaji mmoja alitaka nishirikiane naye, lakini kwa masharti ambayo hayakuwa safi kabisa. Kulikuwa na shortcuts, yaani alikuja na proposal za kuikwepa serikali. Kweli faida aliyonitajia ilikuwa kubwa sana, lakini niliona riski yake ilikuwa kubwa pia. Nilipomwambia Ariana, alinitazama kwa macho ya utulivu sana, kisha akanambia, hii siyo njia yako. Nilikosa nguvu kwa kauli yake, kwani binafsi nilitaka mtu wa kunipa ujasiri kidogo tu nijilipue. Nikamjibu, lakini hii inaweza kunifikisha mbali zaidi. Alitikisa kichwa polepole, kisha akasema, mbali sio sawa na juu. Usiku ule tulilala pamoja kimya sana. Hakukuwa na mgogoro mkubwa, lakini kulikuwa na umbali wa mawazo. Nilikaa macho kwa muda mrefu nikitazama dari, nikijiuliza, je, nikiwa tajiri bila yeye nitakuwa nani? Na nikiwa naye bila kuthibitisha mafanikio yangu ataniheshimu kweli? Asubuhi ilipofika, tayari nilikuwa nishafanya maamuzi. Niliamua kulikataa lile dili. Haikuwa rahisi, lakini najua nilifanya maamuzi sahihi. Nilipomwambia Ariana, hakuonyesha kushtuka kwa taarifa ile. Alinitazama tu, kisha akanikumbatia kwa nguvu, kwa namna ambayo unaweza hisi alikuwa anajua hatari niliyokuwa naenda kukutana nayo. Kisha akasema, hongera kwa maamuzi yako. Sio kila mtu angefanya hivyo. Kwa mara ya kwanza nilihisi sio tu ananiamini, bali pia ananiheshimu. Siku niliyopata ofisi yangu ndogo ya kwanza, nilikaa kimya ndani yake kwa dakika nyingi. Haikuwa kubwa sana, ilikuwa na meza, viti viwili, kabati, lakini ilikuwa yangu. Hakuna aliyenipa zawadi. Nilipigania kila hatua. Nilipomwambia Ariana, hakupiga makofi wala kuita marafiki. Alikuja tu. Alisimama mlangoni akitizama jina langu lililoandikwa kwa karatasi ndogo mbele ya mlango. Kasim Traders. Alisoma kwa sauti ya chini. Akatabasamu, lile tabasamu la mtu anayeshuhudia ndoto ikitembea. Usiku huo tulikula chakula cha kawaida. Hakukuwa na sherehe, kulikuwa na ukaribu. Alikaa karibu nami, bega lake likinigusa, kimya kikizungumza zaidi ya maneno. Unajua nini kimebadilika? Aliniuliza. Nami nikajibu, nini? Umeacha kuomba ruhusa ya kuota. Maneno yale yalinigonga. Nilijua amekuwa akiniona tangu mwanzo, zaidi ya nilivyojiona. Lakini siku zote maisha hayatoi ushindi bila mtihani mkubwa wa mwisho. Habari zilimfikia baba yake Ariana, mwanaume mwenye heshima, pesa na maamuzi ya moja kwa moja. Alitaka kuniona. Nilipoitwa sikulala vizuri usiku ule, si kwa sababu ya woga wa kupoteza pesa, bali kwa hofu ya kumpoteza yeye. Tulikaa mezani. Alinisikiliza nikisimulia safari yangu bila kupamba. Nilimwambia ukweli, nilikuwa masikini, nilijifunza, nilichagua njia safi na nilimpenda binti yake bila masharti. Alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema, kijana, siogopi umaskini wako wa jana, naogopa kiburi chako cha kesho. Nilimwangalia machoni, kisha nikamjibu, sina kiburi cha kesho, nina nidhamu ya leo. Hakusema ndiyo wala hakusema hapana, lakini nilipotoka pale nilihisi uzito umeondoka kifuani mwangu. Usiku mmoja Ariana alinisimamisha. Alitaka tufanye mazungumzo ya kina ambayo hatujayafanya siku nyingi. Hakutaka kupambwa kwa maneno matamu, bali alitaka tuongee ukweli kabisa. Kisha akasema, Kasim, kuna watu watasema nimekununua, wengine watasema unanitumia. Wewe unasemaje? Nilimshika mikono yake, kisha nikamwambia, sikutaka kumshawishi, nilitaka awe huru kusikia ukweli. Ninakupenda sana. Kisha nikaongezea, na kama kesho nitaanguka, nitapigana kusimama, sio kwa sababu yako, bali kwa sababu sasa najiheshimu. Alinivuta karibu, hakukuwa na pupa, kulikuwa na uhakika. Ukimya wetu ulijaa joto la watu wawili waliokubali ukweli wao. Mwaka mmoja baadaye, biashara ilikuwa sio kwa kuruka, bali kwa nidhamu. Nilirejesha mikopo, niliongeza wafanyakazi wawili, nilianza kufundisha vijana wa mtaa wangu jinsi ya kuanza bila shortcuts. Kama wasemavyo Waswahili, mkataa kwao mtumwa. Nami nilihakikisha hili nalitimiza. Sikukata mguu wa kwenda Buguruni.
Mara kwa mara nilikuwa nikienda Buguruni, mitaa iliyonikuza na kunilea. Nilienda kuwaona marafiki zangu, akina mama waliokuwa wakiuza vyakula, hasa vile vya uswahilini, wali buku, ugali buku, unakula na kushiba. Muda mwingine hata tukiwa hatuna hela, tulikuwa tuna mama zetu ambao walikuwa wakitukopesha, nami sikuwatupa. Mara nyingi nilikuwa nikienda nikiwasalimia. Siku niliyompeleka Ariana pale nilipokulia, mama yangu alimtazama kwa macho ya shukurani. Hakumuuliza ana pesa kiasi gani, bali alimuuliza, unampenda kweli mwanangu? Ariana alijibu bila kufikiria, ndiyo. Nilijua hapo hata dunia ikibadilika, mizizi yangu ipo salama. Usiku mmoja tulikaa kwenye balkoni, jiji likiangaza chini yetu. Nilimshika mikono yake na kumwambia, sikujua bahati inaweza kuwa hivi. Akanitikisa kichwa kisha akasema, hii si bahati tu, ni uchaguzi uliorudiwa. Nilitabasamu taratibu huku nikijisemea moyoni, ama kwa hakika umaskini nimeuaga, sio tu wa mfukoni bali hata wa mawazo. Na hapo ndipo nilipoelewa, upendo wa kweli haukupi pesa,